Somo hili humfanya Muislamu kujielewa na kujua misingi yake, lakini pia kumjua na alikuwa kinyume chake yukoje, ujanja wake, mbinu zake. Na hili ni muhimu sana kwake, kwa sababu kujielewa na akamjua adui yake ni vyema sana. Asipojielewa means hatomjua adui yake, kwa atajikuta anateketea au anaangamia bila kujua kwamba yeye anaangamia. Kwa hivyo kusoma somo la akida ni fardhi kwa Uislamu, kwa anayetaka Uislamu wake ubakie na afya, hali ya kuwa Allah amemridhia, fitna za dunia aweze kuzishinda, basi wallahi asome somo la akida, asome somo la tauhidi. Kwa kile itakuwa ni njia moja nzuri sana ya usalama wa dini yake, itikadi yake na imani yake na akhira yake pia. Tukiendelea katika mlango ule bado 110, ambapo alisema mtunzi wa kitabu chetu al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'lamu anna usul al-bid'i 4 abwabi, kwamba misingi mikuu ya bid'a ni milango 4. Tuliangalia darasa iliyopita al-firqatul ula, ambao nitakuwa ni mlango wa mwanzo, ni Ashia. Kiasi chake tukaona na baadhi ya mapote yao na mu'taqadi zao, mapote yao walikuwa nayo na hizo itikadi zao kwa mujibu wa mapote yao. Tulishuhudia aina ya itikadi na upotovu na ukafiri ulikuwa mkubwa sana katika itikadi hizo. Nafika pala mtu anaamini kwamba utume hasa si utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utume ni wa Ali. Anafika mtu anakubali, anaamini hivyo, na anaona kinyume chake haiwezekani. Hii ni hatari kubwa sana. Bali kuna wengine walipindukia mpaka mbali, si mtume tu akamwita Ali ni Mungu. Tumeona katika darasa lililopita, Ali ni Mungu. Wamefikia hatua hiyo, katukuzwa kiasi cha kufikishwa daraja hiyo, kamzidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni khairu khalqillah, yamekuwa more than Muhammad, na amekwenda kwenye daraja ya uungu. Wanayadhu billahi min dhalika. Kwa sababu Sayyidina Ali kwa kuitwa hivyo na kudhaniwa hivyo, alichukua hatua ya watu kuangamiza kwa itikadi mbovu. Kwa hiyo kundi hilo tumeona na mpote yake, lakini tukaona kundi jingine firqatul qadaria, ambao hao tuliona wamegawika katika sehemu kubwa mbili, Jabaria na Qadaria wenyewe kwa aina zao tofauti. Na tuligawa hivi kwa sababu ya itikadi yao ya qadar. Hawa wanaosema Qadaria, Jabaria, kwamba hivi walivyo duniani wanayoyafanya wasiulizwe, kwa sababu mambo hayo wanayafanya ni lazima wayafanye, wameumbiwa wayafanye hivyo. Tukafanua kiasi kufanua, wamekosea sana katika hilo. Yako mambo kwa mwanadamu ni lazima na hawezi kuulizwa, kufa, kusinzia na mengine yote ya kidunia, kuja mvua na kuondoka mafuriko, hawezi kuulizwa. Lakini yako mambo yeye ni mas'ul, kama akiyafanya basi ataulizwa, ikiwa khair atalipwa, ikiwa shari atalipwa shari. Mfano, mtu ameambiwa unatakiwa uswali, yeye hasali, funga hafungi, kula halali hali anakula haramu, usiibe anaiba, haya ataulizwa na kwake itakuwa ni jukumu. Lakini wao kwa mtazamo wao wanaona kwamba hili swala, sisi kuiba, kuzini, hatuwezi kuulizwa kwa sababu ni maumbile, tumeambiwa tuyafanye hayo, wa matashauna ila ayasha Allah, na mfano kama huo. Na wako ambao ni wanaitwa Qadaria tu, ambao ni nufatu. Hawa wamepewa jina la nufatu kwa sababu wamekuwa kinyume na hawa 100%. Hawa wanasema tumelazimishwa kufanya haya, hawa wanasema Allah kwenye vitendo vya mja hana mamlaka, hausiki kabisa, ni mwanadamu mwenyewe. Kwa makundi yote mawili haya hayako sahihi, lazima urudi katikati. Yako matendo umepewa khiari na umepewa njia za kuyaendea na kuyaacha kiwa shari, na yako matendo huna khiari. Kwa hiyo hawarudi hapa na warudi hapa. Huo ndio konsept. Tutaona kwenye itikadi ya Sunna Jamaa ambayo itaimalizia mwisho akiweka wazi zaidi yote ikipelekwa hiyo.
Sasa leo tunaingia kwanako kundi jingine ambalo ni kundi la tatu, tuite mlango wa tatu, al-firqatu thalitha, firqatul khawarij. Vipi? Sehemu gani? Ukurasa upi? Anasema ulaika yaghluna fi ithbatihi, hawa wanapindukia mpaka katika kuthibitisha. Wa kulluhum yutlaqu alaihim qadariya, wote hao kwa ujumla wanatafsiriwa au wanaitwa kwa jina la qadariya. Wa qad tasha'abu ila firaqin kathira, hawa qadariya wametawanyika kwenda kwenye makundi mengi sana. Tasha'abu, wametawanyika na wakawa na mapote mengi sana, wametawanyika kwenye mapote mengi. Tasha'abu manake ni sha'abu, kundi jingine. Kwa tasha'abu ila firaqin kathira, wametawanyika kwenda kwenye mapote mengi au makundi mengi sana. Hawa wamegawika sana, hivyo ninavyokusudia. Anasema al-firqatu thalitha, kundi la tatu, firqatul khawarij. Hawa khawarij, kabla ya kuingia kwenye kitabu chetu kidogo, naomba niingie kwenye taarifati katika baadhi ya musannafati nyingine juu ya hawa khawarij. Khawarij hasa nini maana yake? Unajua sasa hivi Waislamu wallahi tumekuwa tunapenda majina ya sana, jambo si jambo, kharij huyu, khawarij huyu, khawarij, yani tumekuwa tunarembeana sana maneno hayo, khawarij khawarij. Sasa mtu angalie kabla kuja huko, yeye huyu anazungumzia kiakida zaidi kwa sababu ya mambo fulani fulani ambayo yanafanyika kinyume na itikadi. Sasa neno khawarij mufradi wake ni khariji, kwa mmoja anaitwa ni khariji. Asili ya neno ni khuruj. Nini maana yake? Tafsiri ziko nyingi sana kwa wanazuoni, lakini wacha nichukue mbili tatu hapa. Anasema al-khawarij humul kharijuna ala imami zamanihim, khawariji ni wale wote ambao wanaotoka kwenye taa ya kiongozi kwa zama zao. Wa aidan hum ta'ifatun kharajat ala amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib baada ma'arakati Siffin, baada tahkimi alladhi hasala fi al-qissati al-mashhura. Na hii ndio asili walipo jina limeanza maeneo haya, ni wale kundi la wale ambao wametoka kwa amiri al-mu'minina Ali ibn Abi Talib baada ya maarakatu Siffin na baada ya tahkimi baina ya Ali na Muawiya. Baada ya kutokea haya, kuna watu wakasema sasa hatuna haja ya kumtii kiongozi wa Ali. Kwa nini? Ali amekubali suluhu na mtu ambaye si kiongozi. Muawiya si kiongozi, Ali ndio kiongozi mkuu, rais wetu, kiongozi wetu wa juu. Leo anakubali suluhu na mtu ambaye ni raia wa kawaida chini, kuleta suluhu ya pamoja. Kwa nini? Kwa hivyo huyu hatufai. Kwa hivyo Muawiya siye na Ali siye. Kwa hiyo wao wakasema wanatoka. Kwa hiyo wakatoka kwenye utiifu wa kiongozi Sayyidina Ali ambaye alikuwa ni kiongozi kwa umma wa Kiislamu, wakatoka wakawa sasa wao wanaishi kivyao na wakawa wapinzani wakubwa wa dola ya Kiislamu kwa Ali ibn Abi Talib. Kwa hivyo hao wakaitwa khawarij kwa sababu hiyo, na hilo ni kosa kubwa kwa itikadi ya Kiislamu, kwa kiongozi wa Kiislamu anaposimamia majukumu ya Kiislamu halafu wewe ukatoka kwenye uongozi ule, umefanya kosa kubwa, wewe ndio usiofaa. Kwa hiyo hao walipambana nao sana, na mwisho wa siku wengi wao wakaja kuwaua.
kwa sababu walikuwa ni hatari, wana vita kubwa na dola ya Kiislamu, na wamekuwa wakifanya mauaji kwa hawa wanaoongozwa na Sayyidina Ali na mfano wake. Kwa hiyo hapo ndo ilikuwa chemchem na asili ya Khawarij kuitwa. Katika tafsiri nyingine anasema, wanachuoni wanasema al-Khawarij, nini maana Khawarij? Katika istilah, hum al-kharijuna ala Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ani ahad al-khulafai ar-rashidin wa nahihim, ni wale wote ambao wametoka kwenye utiifu wa Amir al-Mu'minin Ali, au wametoka kwa moja katika viongozi wote ambao wamesimamia ukhalifa wa Kiislamu kama vile Abubakari au Umari na Uthmani, wakiwa wametoka tu na mfano kama huo. Kuna kiongozi ambaye amesimama katika misingi sahihi, wao wakatoka, basi na wao watapewa jina hilo. Mwanachuoni mmoja Shahrustani kitabu chake cha Al-Milal wa Nihal, yeye amesema kullu man kharaja ala al-imam al-haqqi alladhi ittafaqat al-jama'atu alayhi yusamma kharijiyya, kila yule ambaye aliyetoka kwenye kiongozi al-imam al-haq, kiongozi wa haki anayesimamia masuala ya haki, na kundi au jamaa wa Kiislamu wamekubaliana kwamba huyo ndio kiongozi wao, basi mtu huyo akitoka anaitwa ni khariji, kwa maana atakuwa ni khawarij. Kwa hivyo kwa taarifa hizo, leo unapomuona Muislamu zako mmetofautiana katika baadhi ya masala, hakubaliana na wewe na rai yako ukamwita kharij au khawariji, utakuwa umekosea, hauko sahihi. Kwa mujibu wa taarifa hizi, ni wale ambao wameacha mamlaka ambayo ipo sahihi, wakaacha kwa sababu zao wenyewe. Kwa sababu kiongozi wa Kiislamu anapokuwepo anasimamia, hata kama kuna maovu fulani anayofanya yeye, basi bado huwezi kutoka katika toa yake, lazima utabakia pale pale. Ziko taratibu ambazo kiazifanywe kurekebisha ile mambo, lakini siwe kujitoa ukajenga wadui katika dola ile au usimamizi ule. Utakuwa sasa wewe unalingania shetani, sio dini ya haki. Sasa hapo ndio sosi. Kwa ikiwa yeye ndio sosi, elewa ya kwamba msingi mkubwa ni hawa Mayahudi, walan tardha anka alyahudu wala nasara hatta tatabia milahum. Kwa madhali dhamira hii shatimia, kuna watu wanabeba fikra, kuna watu wanaanza fikra, kuna wanabeba fikra. Sasa ukichukua fikra ukaifanyia kazi, ndo hatari yake. Kwa hiyo imekwenda imetambaa mpaka leo. Sasa hawa jamaa, ukiona kuna watu wanawachukia sana Waislamu na wako tayari kumwaga damu zao, lakini sometimes wanawapuuza makafiri, hata wana haja na Waislamu tu, basi hutafsiria kwamba hawa ni khawarij, kwa sababu miongoni mwa sifa zao ni hizo, kama ilivyokuwa wakati wa Sayyidina Ali kwamba wanawapiga na kuwamwaga damu za Waislamu. Kwa kila ambaye anaonekana kuwa na uchungu na Waislamu wenzake na kuwapiga na kufanya vyote, huyo ana element na sifa za khawarij. Sasa tukirejea kwenye kitabu chetu, anasafirikatul khawarij alladhina yakhrujuna ala waliyi al-amri al-muslimi, ni wale ambao wanaotoka kwa kiongozi wa mkuu katika mambo ya Kiislamu. Alladhina yakhrujuna, wale wanaotoka ala waliyi al-amri al-muslimi, kwa kiongozi anayesimamia mambo yanayohusu Uislamu, si tu nje. Waliyi al-amri al-muslimi wayashukuna asa ta'ati, na wao wanaivunja ile bakora ya utiifu. Shukuna, kuvunja, shaqqa tufaa, kata tufaa. Kwa hiyo wanaivunja ile bakora ya utiifu, wanaacha kumtii kiongozi, wanavunja umoja. Wayukafiruna bilkabairi, na sifa zao nyingine hawa khawariji, wanakufurisha yote akifanya madhambi makubwa, huyo anaitwa ni kafiri, na ndio maana wako tayari kumwaga damu yake. Kila anayefanya madhambi makubwa basi wanamuita ni kafiri. Hizi ni miongoni mwa sifa zao. Wakati Uislamu ukiutazama, na ndio itikadi ya Sunna wal Jamaa, anayefanya madhambi makubwa haitwi kafiri. Muhimu tu dhambi hizo kubwa si katika shirki,
Kuna dhambi kubwa shiriki na dhambi kubwa si shiriki. Unakisema yukafiruna bil kabairi, wanaokufurisha wanafanya madhambi makubwa, allati, madhambi ambayo duna shirki, kinyume na shirki. Wao wanaosema hawa ni makafiri. Wayastahilluna dimaa almuslimina, na hawa miongoni mwa sifa zao wanahalalisha kumwaga damu ya Waislamu. Wahum ahlul ghuluwi, hawa ni watu waliopindukia mipaka. Ahlul ghuluwi wa tatarrufi fi dini, na hawa ni watu ambao ni magaidi katika dini. Tatarrufi ni mtu sasa kutoka katika nje ya dini, tarafa ameacha ile misingi ya dini, anaikiuka sasa na anaamini kwamba yuko sahihi. Tatarruf fi dini ni magaidi katika dini. Hawana huruma kabisa na Waislamu wenzi wao, hamna mapenzi kabisa dhidi ya kuwapiga na kuwaua. Indahum dinun, wao wana dini, wa ibadatu, na wanafanya ibada, wa khawfun min Allah, na hofu kwa Allah wanayo. Siyamun, qiyamun, wanafunga, wanasimama kufanya ibada, wa tilawatul Qur'ani, na wanasoma Qur'ani. Walakin ala ghairi fiqhin, mambo hayo wanafanya pasina kufuata sheria katika kutekeleza hayo. Wa ala ghairi basiratin, na wanafanya hayo bila kufuata elimu au ujuzi. Jamani, elimu na ujuzi ni ule ambao umefundishwa na dini kupitia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bas uwe na mazingira haya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, sema hii ndio njia yangu, nalingania watu warejee kwa Allah ala basira. Sifanye tukibubusa, kwa utaratibu maalum ambao upo umewekwa na sheria. Wewe mlinganiaji lazima ujielewe unachokifanya, si tu fanye kitu ambacho hukijui, lakini unayemlingania umjue yukoje.